Kwa yule ambaye hii ndio mara yake ya kwanza kabisa kuingia katika channel hii ya Makala Simulizi, aisee, nikwambie tu kwamba ujapokuwa umepitwa na mambo mengi sana, lakini bado unayo nafasi ya kuenjoy katika channel hii ya Makala Simulizi. Na ili uweze kuenjoy katika channel hii bwana, na kukumbusha tu kwamba uweze kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo, libonyeze hilo neno ili uweze kuwa mwanafamilia ndani ya channel hii ya Makala Simulizi. Na kwa wewe ambaye tayari ni mwenyeji katika channel hii, aisee, mimi sina la kukuambia zaidi ya kukupa tu shukrani za dhati kabisa kwa kuendelea kwa pamoja nasi wakati wote. Na sasa hii ni simulizi mpya kabisa. Ni simulizi mpya ndani ya Makala Simulizi, lakini vile vile ni simulizi mpya kila mahali kwa sababu ni mpya, haijawahi kusimuliwa mahali popote pale. Aisee, ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Simulizi yenyewe inakwenda kwa jina la Sikumtaka Mimi, Yeye Ndo Alinitaka. Aisee, ni nani huyu anazungumza mambo haya? Karibu uweze kuungana na mimi katika sehemu hii ya kwanza mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumefika mwisho. Ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Karibu tuende pamoja. Jina langu mimi ninaitwa Jennifer Mroso. Nina umri wa miaka 23. Nimekulia nyumbani, mahali ambapo nimekulia kwa bibi yangu pamoja na baba yangu. Hawa ndio ambao walionilea. Ukiniuliza sana kuhusiana na masuala ya baba na mama, ninaweza nisiwe mtu ambaye ninaweza nikakuelezea sana kuhusiana na mapenzi yao kwangu. Unaweza ukajiuliza sana kwamba wazazi wangu wako wapi, au ni kwa nini hawakukaa na mimi. Lakini nafikiri kadiri tutakavyokuwa unanisikiliza utaweza kuelewa. Lakini tu ni kwamba mimi nilikulia kati ya bibi yangu pamoja na babu yangu ambao walinipenda sana. Na kwa mimi unapozungumza wazazi, mimi ninaona kama bibi yangu pamoja na babu yangu ndio wale wazazi wangu. Siku moja bana, mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye tunapendana sana, Glory. Glory ndo rafiki yangu ambaye tulikuwa tumeshibana sana sana. Tulikuwa tunalalaga pamoja nyumbani hata tokea enzi za utotoni. Lakini pia hata bibi au babu wakati alipokuwa anakuja na kunikosa pale nyumbani, alikuwa anajua kabisa mahali pa kunipata ni nyumbani kwa Glory. Nilikuwa ninayo furaha kubwa sana kwa kuendelea kuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa anaonyesha kunipenda na kunijali kila wakati. Sasa siku hiyo nakumbuka kwamba mimi pamoja na Glory tulikuwa tumetoka kwenye shughuli zetu za hapa na pale. Sasa tumefika sehemu tukakuta mti wa mwembe, lakini maembe ngongo kama unaifahamu, yale ambayo yanakuwaga na kama tumiba ndani hivi. Basi yale maembe bana, bibi yangu alikuwa anapenda sana kuyaweka kwenye uji. Kwa hivyo tulipoyaona yale maembe, tukaanza sasa kurusha mawe ili kuweza kuyatungua yale maembe. Tukawa tunarusha mawe kutungua yale maembe. Rusha, tunatungua maembe yale yanadondoka. Sasa bibi yangu alikuwa anapenda sana yale ambayo bado hayajaiva vizuri. Ndio ambayo alikuwa anapenda sana, ili aweze kuyachonga, tukisha yamenya anaweka kwenye uji wake pale kwenye bakuli, anaweza kaeka hata 3 4, alafu anakunywa. Ni kitu alikuwa anapenda sana. Kwa upande wa mimi ni vitu ambavyo sijawahi kuvitamani, lakini bibi alikuwa anapenda sana kwa imani yake kwamba vilikuwa vinasaidia katika swala zima la kuifanya nyongo iweze kukaa vizuri, lakini pia ilikuwa inaongeza ladha ya uji. Sasa katika kurusha mawe, tunarusha mamiti pale ili kudondosha maembe, nikiwa mimi pamoja na Glory. Jiwe langu mimi kwa bahati mbaya lilienda moja kwa moja, kwa sababu pembeni kulikuwa na barabara, likaenda likatua kwenye kioo, ile side mirror ile, na hatimaye ile side mirror ikapasuka pale pale. Nilistuka sana na sikuweza kumsingizia hata rafiki yangu kwa sababu nilikuwa nampenda sana, alafu nilikuwa nafahamu fika kwamba mimi ndio niliyedondosha lile jiwe, nilikuwa nimelitupa na likaenda likapasua ile side mirror, kile kioo cha gari. Niliogopa sana
baada ya kutazama na kugundua kwamba gari lile lilikuwa ni la baba mmoja ambaye alikuwa anasifika kuwa na roho mbaya sana pale mtaani. Ni baba ambaye tulikuwa tunamwogopa, watu wengi walikuwa wanamwogopa na wengi walikuwa hawapendi kufika kwake. Hata watoto wake tu alikuwa anawakataza kutoka kwenda kucheza na watoto wengine. Niliogopa sana kwa sababu sikujua kwamba yule baba angechukua maamuzi gani dhidi yangu. Yule baba alipeleka mbele gari, alafu akasimama na kushuka pale na kurudi mahali tulipokuwa. Gloria alinishauri tuweze kukimbia, lakini nikamwambia hatuna sababu ya kukimbia kwa sababu tayari ameshatuona. Kwa hivyo tulitulia pale pale mpaka yule baba alipokuja. Hivi mna akili sawa sawa nyinyi? Mna akili sawa sawa? Baba naomba unisamee, mimi ndo niliyerusha. Sijauliza kwamba ni nani amerusha. Ninajua kabisa nilikuona. Haya, kile kioo kimepasuka, unahisi kwamba mtalipa nini? Nyua pumbavu wakubwa kabisa. Hivi Mroso ana uwezo wa kulipa hiki kioo cha gari yangu? Hebu njoo huku, njoni huku wote. Njoni. Baba yule bana alitushika mikono, mimi mkono wa kulia na rafiki yangu Glory mkono wa kushoto. Akatushika na kutupeleka moja kwa moja kutuingiza kwenye gari yake. Mapigo yangu ya moyo yalizidi kuongezeka kwa sababu nilikuwa sijui kwamba ni maamuzi gani ambayo anayokwenda kuyachukua. Nilihofia kwamba asije akaenda kutufanya kitu kibaya sana. Niliweza kumuuliza pale, baba unatupeleka wapi? Subirini nyinyi, si mnajifanya kwamba hamna akili. Wazazi wenu ndio watakaofahamu madhara ya kulea watoto wapumbavu kama hivi. Unajua thamani ya hicho kioo cha hiyo gari? Familia yako ina uwezo wa kutoa hata robo ya pesa. Sasa mtakoma sasa. Kwanza sitaki kuongeongea na nyinyi, pumbavu kabisa nyinyi. Msikilizaji, baba yule aliongea akionyesha kuwa na jazba sana. Mzee Mwenda kwa kweli ni mtu ambaye ukiwa unamuona tu kwa muonekano wake tu usingetamani hata kukaa na kuongea na yeye. Hasa kutokana na sifa ambazo zilizokuwa zinafahamika pale mtaani. Na hata yeye mwenyewe sura yake jinsi ambavyo alivyokuwa anawatazama watu, alikuwa anawatazama watu kwa jicho baya sana, kuonyesha ni mtu mwenye roho mbaya kweli kweli. Aliendeleza kuendesha gari yake mpaka pale ambapo tulipofika karibu kabisa na nyumbani kwake. Niliwaza sana kwa sababu ulikuwa unapita nyumbani kwake ndipo unafika nyumbani kwetu. Nikatafakari kwamba ataingia nyumbani kwake au anatupeleka mpaka nyumbani kwetu ili sasa akamtake bibi yangu na babu yangu kuweza kulipa. Nilikuwa nikifikiri sana kwa sababu nilijua kabisa bibi na babu wasingeweza kulipa kile kioo. Kutokana na maneno tu ya mzee Mwenda mwenyewe aliyoyazungumza ni kwamba familia yangu mimi isingekuwa na uwezo wa kulipa hata robo ya pesa ya kile kioo. Sikujua ni shilingi ngapi kioo kile. Lakini nilijua kabisa kwamba ni kabisa bibi na babu wasingeweza kukilipa. Tulipofika pale, mzee yule hakutaka kuendeleza mbele. Badala yake alisimama pale na kupiga honi. Huku akiwa anapiga honi kwa kasi sana, akiwataka watu ambao waliokuwa wako ndani kuweza kufungua ile geti. Ni dakika kadhaa kama 5 hivi zilipita bila ule mlango kufunguliwa, ule wa geti. Kitendo kile kilimfanya mzee Mwenda kukasirika sana. Baadaye alikuja kijana mmoja ambaye kwa kumtazama tu alikuwa anaonyesha ni kijana wa kazi, ambaye alikuwa anafanya kazi za pale ndani kama vile kukatia maua na mambo kadhalika ya pale nyumbani. Mzee Mwenda alionyesha kukasirishwa sana. Hivyo mpumbavu, ulikuwa wapi muda wote huo? Samahani, nilikuwa sijasikia honi ulikuwa wapi? Nilikuwa naangalia TV kule. Wewe ulitoka huko, kwa hiyo mimi nilikutoa huko kwenu Usambani kukuleta hapa ili uweze kuangalia TV. Unaacha majukumu yako, unaenda unaangalia TV huko mpaka nakuja nagonga dakika zote hizi. Haya, kungekuwa kuna majamazo yananikimbiza. Pumbavu kabisa wewe. Nitakufukuza kazi sasa hivi. Mshenzi mkubwa wewe. Kijana yule bwana ambaye alionyesha kuwa mstaarabu sana, alikuwa mpole tu na kufungua geti, na hatimaye gari ile iliingia mpaka ndani na kufika mpaka parking. Kijana yule alirudisha lile geti na hapo akaendelea kubaki pale getini akiwa anasubiria kwamba gari ile inatoka muda ule au la. Maneno yale ambayo aliyokuwa amegombezwa na mzee Mwenda yalimfanya asijisikie tena kurudi ndani kuendelea kuangalia TV. Mzee Mwenda alishuka pale kwenye gari na hapo akatufungulia milango.
Shuka chini wote. Mnafurahia kukaa tu kwenye gari yangu? Pumbavu nini? Shuka huku. Tukiwa katika hali ya kutetemeka sana, tulishuka tukiwa hatufahamu kabisa kwamba ni kitu gani ambacho mzee Mwenda ataendelea kukifanya. Njoni huku. Mzee Mwenda alitushika mikono wote wawili tena na kuongozana na sisi akiwa anaingia ndani. Kijana yule ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake pale alikuwa amebaki akiwa anatazama kwa umakini sana, sijue kwamba sisi ni kina nani na tunapelekwa kufanya nini. Japokuwa sisi tulikuwa ni majirani, lakini inawezekana kabisa yule kaka alikuwa hatufahamu kutokana na kwamba familia ya mzee Mwenda ilikuwa haina uingiliano na majirani wengine wote ambao walikuwa pale. Kwanza katika mtaa ule, mzee Mwenda ndiye mtu ambaye alikuwa anafahamika kwamba ana pesa na nyumba yake ndio nyumba ambayo ilikuwa ya kipekee ukifananisha na nyumba zingine zote. Japokuwa ilikuwa ni uswahilini, lakini yeye alifumua mjengo mkubwa sana na huku akiwa ameweka vizuri kabisa eneo lake lile, fensi kubwa, taa na kila kitu. Kiukweli ukija tu pale ulikuwa unafahamu jinsi ya kutofautisha nyumba yake na ya watu wengine. Ulikuwa unafahamu kabisa kwamba miliki wa nyumba ile alikuwa sio mtu wa mchezo. Sasa kijana yule akawa amebaki ametutazama tu. Sisi pale tulikuwa tunatetemeka, tulikuwa hatujui kabisa kwamba mzee Mwenda alikuwa anakwenda kutufanya nini. Aliongozana na sisi mpaka ndani. Alitupeleka mpaka kwenye chumba kimoja hivi. Akafungua mlango na kile chumba kule ndani kulikuwa tu kuna godoro moja bila kitanda chochote kile. Alafu vitu vingine ambavyo vilivyokuwa viko pale ni kama ni store hivi au vitu ambavyo havieleweki. Kulikuwa na vipisi vya nondo, lakini ukisema ni store haitafsiriki vizuri kama ni store au la. Machuma mazito. Tulipatazama na hatukuelewa, lakini pia kilichotushangaza ni baada ya kukuta ile godoro pale ndani. Kaa hapo. Kaeni hapo. Aliongea kwa lugha ya vitisho. Tulikaa pale kwenye godoro na hapo tukawa tumebaki tunatetemeka tu. Mzee Mwenda alitoka pale na kufunga mlango kwa nje. Na hapo nilibaki mimi pamoja na rafiki yangu Glory. Glory, samahani rafiki yangu kwa kukuponza jamani. Mimi sikujua kabisa kwamba kumbe ile gari ilikuwa inakuja kule. Sasa nimekuponza jamani, rafiki yangu, samahani sana. Hata usijali rafiki yangu. Lolote ambalo utakalo kukuta, adhabu yoyote utakayopewa niko tayari kushare na wewe. Ninajua hukuamua na tulikuwa wote. Hata kama sio jiwe lako ambalo lilipata ile gari, lingeweza kupata jiwe langu. Na siamini kama ungeniacha, naamini bado ungenisaidia. Na huu ndio urafiki. Yametukuta tu wote. Kwa hiyo usiogope. Gilo, mwenzako sijui baba anataka tufanye nini jamani. Hivi mzee Mwenda unajua sija akatuulia humu ndani. Maana huyu si unakumbuka mtoto wake yule ambaye aliyepotea? Wewe Jeni, acha hebu kuongea hayo mambo. Huwezi jua hapa ndani pakoje. Unaweza kukuta kuna vitu vya kurekodi sauti hapa. Ila kweli jamani. Jamani huyu baba jamani, Mungu tusaidie jamani. Oh Yesu Kristo jamani. Huyu jamani. Mimi jamani, au tupige yowe. Mwenzako unaweza kupiga yowe hapa. Alafu yakawa mengine. Alafu hata ukipiga yowe, hii nyumba hakuna mtu atakayekuja. Na jinsi ilivyojengwa hivi. Na hiyo navyo na majibu za Mungu. Hata sauti haiendi mbali. Na hivyo vioo huko. Unaweza kushangaa unajipigia kelele mwenyewe tu hapa ndani. Sisi cha msingi hapa tunyenyekee, lolote atakalo tuambia kufanya tufanye. Alafu tumwombe msamaha. Anaweza akaturuhusu, akatuachia, akatuonea hata huruma. Basi sawa mwenzako sijui. Msikilizaji, wakati tunaendelea kuzungumza pale tulisikia mlango ule ukiwa unafunguliwa kwa nguvu. Tulisikia kitasa kioo kinachezeshwa. Tulisikia ile funguo ikiwa inachomekwa kwenye mlango. Ule mlango ulifunguliwa
na hatimaye tuliangalia mtu ambaye aliyekuwa anaingia pale. Mtu ambaye aliyekuwa ameingia pale alikuwa ni Mzee Mwenda. Mzee Mwenda aliingia pale akiwa amevalia pensi, hana nguo nyingine ambayo aliyokuwa ameivaa, lakini alikuwa pia na mbwa wake mwingine ambaye ni mbwa wake mkubwa wa kiume, ndiye ambaye aliingia naye pale. Sasa alipoingia pale na yule mbwa, tulianza kuogopa, tukajua sasa hapa anataka tung'atishe mbwa, anataka pengine sisi tuweze kung'atwa na yule mbwa. Aisee, tuliogopa. Mimi nilitetemeka hadi nilisikia kujikojolea kidogo, nijikojolee baada ya kusikia ya kuona yule mbwa pamoja na yule mzee. Ni baba fulani hivi wa umri wa makamo hivi, lakini ana roho mbaya ajabu. Akamshika yule mbwa wake, akaingia naye pale ndani. Hatimaye akarudishia ule mlango, akaanza kuongea na sisi. Nyinyi ndo mnajifanya kwamba hamjali chochote kuhusiana na vitu vya watu, si ndivyo? Vitu ambavyo familia zenu hazina uwezo, hata vizikipewa miaka 100 au miaka 500 haziwezi kupata mali ambazo ninazo mimi. Nyinyi ndo mnaamua kupuuza mali zangu, si ndivyo? Kwanza wewe hapo, wewe msikilizaji, Mzee Mwenda alisogea na kuanza kunigusagusa kwenye kichwa changu. Wakati huo mbwa wake alikuwa yuko tu kasimama pale mlangoni, anatikisa mkia huku akiwa anatutazama kwa ukali sana. Ni nini kilikusukuma wewe mpaka ukapasua kioo cha gari yangu? Nisamee, nilikuwa nadondosha maembe ni bahati mbaya. Naomba unisamee babu. Hakuna cha kusamehewa hapa. Ninataka sasa niwaonyeshe kwamba unapoona mtu ana mali unapaswa kuiheshimu sana, kwa sababu wewe na yeye inawezekana mko sawa, lakini kinachotofautisha kati ya wewe na yeye ni kwamba ulishindwa kupata mali ambazo yeye amelizipata. Kwa hivyo unapaswa kuheshimu sana. Sasa ninataka mjichagulie adhabu wote wawili. Ni adhabu gani ambayo mtaona inafaa? Kwa sababu habari ya kulipa, ninajua hamna uwezo wa kulipa, lakini sasa jichagulieni adhabu. Msikilizaji, mimi nilitafakari pale, nikamtazama rafiki yangu Glory kama yeye anaweza akasema ni kitu gani ambacho tunapaswa tufanye. Chagueni adhabu haraka. Mzee Mwenda aliongea vile wakati huo akiwa anazidi kunitikisa kichwa changu na akirudi nyuma kunitazama kwa hasira sana. Nilimtazama rafiki yangu Glory kama anaweza akachagua, lakini rafiki yangu Glory kitu alichokisema, aliongea tu kwa sauti ya unyonge kabisa. Babu, tunaomba utusamehe. Afu mimi sio babu yenu. Mimi ni kama nyinyi tu. Umri wangu na nyinyi hamzijapishana sana. Mkipenda mnaweza mkaniita kaka. Potelea mbali. Mtaniita jina langu Mwenda. Sihitaji hayo masuala ya babu. Tunaomba utusamehe. Yaani niwasameheje? Nimesema mchague adhabu, sijawaambia mchague msamaha. Semeni ni kitu gani ambacho mnataka? Babu, tunaomba utusamehe. Kwa maana hiyo hamtaki kuchagua adhabu niwachagulie, si ndivyo? Msikilizaji, Mzee Mwenda nilikuwa nikimtazama na tumbo lake pale. Alikuwa amevalia pensi fupi sana, pensi ambayo imepita juu ya magoti yake. Niliyaona manyoya ya mwili wake jinsi ambavyo walivyokuwa ni makubwa. Alikuwa na manywele mengi sana kwenye mwili wake. Vinyoleo vyake vilikuwa ni vikubwa sana vyeusi, vilivyokuwa vimelala katika mwili wake. Hamtaki kuchagua niwachagulie mimi? Mnaona hivi vitu vilivyoko hapa ndani? Hivi vyuma mnavyoviona hapa, kazi yake ni kwa ajili ya watu watukutu kama nyinyi. Hiyo nondo hiyo ilishapasua kichwa cha mtu na ijulikane kwamba, anyway, nisizungumze zaidi. Mnataka niwachagulie adhabu? Tunaomba utuchagulie, lakini nyepesi.
Ah, itakuwa ni kitu cha kushangaza sana kama ikitokea mkipata adhabu nyepesi mbele yangu. Hata dunia ikisikia kwamba mlipata adhabu nyepesi au mlisamehewa na mimi, dunia yenyewe itashangaa. Nafikiri mnanifahamu vizuri. Msikilizaji, ni kweli alivyokuwa anazungumza kwamba tunamfahamu. Ni kweli tulikuwa tunamfahamu vizuri. Ni mtu mtata, mbabe, mhovyo kwelikweli, mwenye tabia nzito nzito kweli pale mtaani. Sasa nilishangaa sana baada ya mzee Mwenda kuanza kuongea maneno ambayo sikutarajia kabisa kama angeweza kuongea mbele yetu. Mnamwona huyu mbwa wangu huyu? Ndio. Sasa mmoja achague kulala na mbwa, alale hapo mbwa wangu amfanye mpaka achoke, na mwingine achague kulala na mimi. Atakayechagua kulala na mimi, anyway, ngoja nisiongee. Chagueni haraka haraka. Msikilizaji, sikutegemea kabisa kama mzee Mwenda angezungumza maneno yale. Lakini sasa kimoyomoyo nikafikiri, ina maana mzee Mwenda anaposema hivi ni kwamba tukimaliza adhabu ya kulala na yeye au na huyo mbwa, itakuwa ndio basi, ndio adhabu itakuwa imeishia hapo au? Nilifikiri sana. Nikamtazama mwenzangu sasa pale, mimi pamoja na Glory. Machozi yalianza kututoka. Hakuna mtu ambaye aliyekuwa yuko tayari kulala na mzee Mwenda, kwa sababu kwanza alikuwa ni mzee ambaye mtaa mzima ulikuwa unafahamu kwamba yeye ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Lakini huyo mbwa wake sasa, kiukweli kulala na mbwa nalo lilikuwa ni jambo ambalo si jepesi hata kidogo. Nimewaambia muweze kuchagua haraka sana au nichague mwenyewe. Nikichagua mwenyewe mambo yatakuwa ni mazito zaidi. Chagueni ni nani ambaye analala na mbwa wangu huyu. Kwanza mbwa wangu ni mzuri sana kuliko hata nyinyi. Alafu na mmoja alale na mimi. Fanyeni haraka. Kwanza siwezi kuzungumza na nyinyi mkiwa mmevaa nguo. Vueni nguo zenu zote mweke pembeni. Nisije nikawakata kata na mapanga hapa ndani. Nitawapiga hizi nyundo za kichwa hapa ndani. Hamtaamini. Nitawamaliza hapa niende kuwatupa huko. Endeleeni. Mnaweza mkawa biashara kwangu. Mna viungo hapo vya kuuza kama figo na kadhalika. Naweza nikaviuza vyote hivyo, nikauza mpaka meno. Sina mtani mimi katika masuala mazima ya fedha mimi. Hiyo ndio adhabu yenu ninayowapa mimi. Chagueni haraka sana. Hatimaye niwaachie muondoke na umaskini wenu pumbavu wakubwa nyinyi. Nilimtazama rafiki yangu Glory. Kama yeye angeweza kumchagua nani, na wote tulikuwa tunafahamu kuhusiana na skendo za mzee Mwenda kwamba ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Lakini mbwa yule pale ambaye kwa upande wa mzee yule Mwenda, mbwa yule alikuwa anaitwa Pijo. Alikuwa yuko anatikisa mkia wake hivi. Lilikuwa ni jibwa kubwa kweli yani. Lile likikukumbatia ni kama umelaliwa pengine na mtu ambaye ana kilogramu pengine 40 na kitu hivi. Sitaki msitie huruma, sitaki watu wanaolialia hapa. Ninataka mmoja achague haraka au hebu ngoja kwanza. Msikilizaji, mzee Mwenda pale, kwa sababu tulikuwa tunavua nguo zetu taratibu huku tukiwa tunaona aibu, alianza kuzishika zile nguo na kuzivua kwa nguvu. Blouse yangu alivua kidogo aichane, akaitupa pembeni. Hapo sasa nilibaki nikiwa mimi nimesimama na vinara yangu ambayo ilikuwa imesimama. Msikilizaji, kipindi hicho ndo kwanza mimi nilikuwa nipo katika kipindi cha kuvunja ungo. Sijawa mkubwa hata sana. Nilikuwa bado na miaka 10. Kifuani kulikuwa bado ni 6 kabisa. Mzee Mwenda alianza kupeleka vidole vyake na kuanza kuchezea katika kifua changu. Wewe mbwa wangu atafaidi sana.
mbwa wangu atafaidi vizuri sana. Hii hapa. Hii hapa, na mbwa wangu mwenyewe anajua kuyanyonya, atanyonya vizuri sana hapa. Maliza sasa chini. Msikilizaji, alinama pale na kuanza kunivua sasa, kuondoa sketi yangu. Ikaondoka pale, nikapeleka mikono yangu na kuiweka kuficha pale kwenye kitumbua. Sijakaa vizuri, alianza kuvua zile kuondoa sasa zile nguo zangu zilizokuwa zimebakia. Akawa anazivua, anatoa mpaka likufuli langu analitoa kwa nguvu. Nilibaki nikiwa na aibu kubwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijazoea. Nilibaki sasa pale nikiwa natafakari kwamba ina maana ndo sasa mbwa huyu anakutakiwa aje nilale mimi. Baada ya ule mbwa kuona tu kwamba tayari mimi nguo zangu zilikuwa zimewekwa pembeni, na hapo mikono yangu nilikuwa nimeipeleka kule kwenye kipochi changu cha manyoya, nilikuwa nimepeleka mikono yangu na kuficha. Yule mbwa naye alisokea karibu na huku akiwa anaanza kuleta ulimi wake. Ulimi wake ulienda moja kwa moja na kuanza kulamba mikono yangu. Msikilizaji, nilikuwa ninaogopa sana, na huku nikiwa namshika na kumsukuma. Lakini nilivyokuwa nazidi kumsukuma ndivyo mambo alivyokuwa nazidi kuja. Huku akiwa anaanza kunilamba katika mwili wangu. Akawa anapeleka ulimi wake, analamba kwenye mapaja yangu, analamba kila sehemu. Mikono yangu iliendelea kusimama, kubana kabisa, kulinda kipochi changu cha manyoya ili ule ulimi wa mbwa usije ukafika na kuingia pale. Wakati ule rafiki yangu Glory, yeye alikuwa yupo tu amevua blouse yake, na hapo amebaki anatazama tu. Alikuwa ananitazama kwa umakini hivi, akionyesha kuwa na huruma kubwa sana jinsi ambavyo mbwa yule alikuwa ameanza kunisumbua. Mzee Mwenda alitoa kauli akimwelekeza yule mbwa wake. Pijo, rudi nyuma, tulia kule kwanza. Tulia. Mbwa yule aliacha kuendelea kunilamba na kurudi nyuma, na hapo sasa akawa amebaki akiwa ananitazama kwa mbali. Alilala akiwa amelalia mikono yake hivi, kama simba ambaye anayevizia kitu ili aweze kukidaka. Mzee Mwenda alisogea upande wa Glory, mahali ambapo alipokuwa na kumshika. Wenda hutaki kumalizia? Ninafahamu kwamba sio wewe uliyepasua kioo cha gari yangu, lakini ninafahamu kwamba wewe na huyu ni wapumbavu wote. Ulishindwa kumwelekeza mwenzako kwamba ache upumbavu, na sasa yanakugharimu na wewe. Malizia nguo zako hizi. Mzee Mwenda alianza kumtishia Glory, huku akimsisitiza na kumhamasisha sana kwamba aweze kumalizia kuvua nguo zake zile. Kweli bwana, Glory ilibidi avue ile sketi yake. Alibaki na nguo zake za ndani ambazo muda ule zilikuwa ni nguo pekee ambazo alizokuwa amebaki nazo, akiwa zilikuwa zinamficha aibu yake. Mzee Mwenda alipeleka mikono yake na kuanza kuzivua kwa lazima. Na pale Glory alipojitahidi kuzuia nguo zile zisitoke, alipata banzi mmoja la usoni. Pale ndipo nilipogundua kwamba kweli Mzee Mwenda alikuwa na roho mbaya kweli kweli. Glory, rafiki yangu ambaye alikuwa na mwili mwembamba tofauti kabisa na mimi ambaye kidogo nilikuwa nimebarikiwa mwili, alipigwa kofi ambalo niliona kabisa akizunguka, na pale alidondoka chini. Nilifahamu kabisa kwamba kofi lile lilikuwa ni zito sana. Hapo alishindwa sasa kujizuia, na hapo Mzee Mwenda alifanikiwa kuhamisha nguo zake kutoka kwenye mwili wake na kuziweka pembeni. Mbwa yule alisogea karibu na huku akiwa anamtazama Glory kwa umakini na kuanza kumlamba kama ambavyo alikuwa analamba mimi. Glory alibana miguu yake, na huku akiwa amepeleka mikono yake kuficha kitumbua kile kisije kikapelekewa ulimi na mbwa. Pijo, tulia kwanza. Nyama zote zako hizi, tulia, rudi nyuma. Mbwa yule aliyekuwa anaitwa Pijo alirudi nyuma, na hapo sasa mwanadada rafiki yangu kipenzi huyu Glory alikuwa anaogopa sana, na ameshika tu mkono, ametoa mkono wake mmoja kuficha kipochi chake cha manyoya na kushika sehemu ya shavu, mahali ambapo lilikuwa limetoa mabanzi zito kweli kutoka kwa Mzee Mwenda. Mpaka pale niligundua kabisa kwamba hali yangu ilikuwa ni mbaya sana. Niligundua hali zetu sasa ni ngumu sana kwa kweli. Niligundua kwamba pale tuko kwenye mikono ya mtu jangili kweli kweli. Mtu mbaya sana ambaye pengine asingeweza kutusamehe kwa namna yoyote ile. Niligundua kwamba pale ni lazima leo tunaweza tukafanywa vitendo vibaya kabisa na mbwa. Niliendelea kumwomba Mungu sana
nikiwa natamani sana ili tuweze kusamehewa. Nilifikiri ni jinsi gani ambavyo tunaweza kutoka pale ili tusije tukafanywa vitendo vibaya kabisa na mbwa, lakini sikujua ni namna gani ambavyo tungeweza kutoka. Msaada wangu ulikuwa umebaki katika maombi tu, kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutoka pale. Msikilizaji, mimi kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nampenda rafiki yangu Glory, nilivyokuwa nikimtazama alivyokuwa ameshikilia shavu lake lile ambalo lililokuwa limekula panzi zito sana, nilikuwa nikiingiwa na huruma sana, kana kwamba hatuko wote katika matatizo yale. Pindi ambapo alipokuwa analazimishwa kwamba aweze kufungua miguu yake ili mzee Mwenda aweze kutazama vizuri kipochi cha manyoya, ndivyo ambavyo moyo wangu ulikuwa unaniumiza sana. Nilikuwa nikimtazama kwa huruma sana rafiki yangu Glory. Toa mkono, ninataka nione, ninataka niangalie, nipime. Kisima chenye maji mbwa wangu hawezi akala. Kisima chenye maji mbwa wangu hawezi kuchezea kabisa. Ninataka niangalie. Toa mkono. Mzee Mwenda alizidi kumsisitiza rafiki yangu Glory kwamba aweze kuondoa mkono wake katika kisima ili kusudi aweze kukipima kisima cha Glory kama kina maji mengi au la. Kutokana na jinsi ambavyo rafiki yangu Glory alivyokuwa ameogopa, aliamua kuondoa mkono wake. Mzee Mwenda alipeleka kidole chake na kuanza kupima swala zima la kwamba kisima cha rafiki yangu Glory kilikuwa na maji mengi kiasi gani. Glory alipeleka mkono wake na kumshika mzee Mwenda, lakini mzee Mwenda alimshika mkono tena na kugeuza kwa nguvu, kitu kilichomfanya rafiki yangu Glory apige yowe. Woi! Ni kweli kwamba mzee Mwenda alikuwa yuko tayari kuvunja hata mkono wa rafiki yangu Glory kwa sababu tu ya kumshika mkono ili asiendelee kuchezea kisima chake kwa kukipima kwamba kina maji mengi kiasi gani. Kufikia hapo, Glory sasa aliamua kumwacha tu aweze kuchezea kisima kile kadiri anavyoweza ili kusudi aweze kubaki salama. Mzee Mwenda alipeleka kidole chake na kuanza kuhangaika sana kusumbuka katika kisima kile cha rafiki yangu Glory. Kitendo ambacho kilichomfanya rafiki yangu Glory kuanza kupata msisimko kutokana na jinsi kilivyokuwa kinachezewa kisima chake. Baada ya dakika kama 8 hivi, mzee Mwenda alitoka pale na hapo kuhamia upande wangu. Pijo, nenda pale. Alimngongelesha mbwa wake yule wa kuitwa Pijo ili aweze kutoka mahali pale ambapo alipokuwa ametulia na kwenda mahali ambapo Glory alipokuwa ameachwa. Sasa Glory baada ya kumuona Pijo akiwa amesogea pale, mbwa yule alipeleka tena mkono wake kuficha kisima chake ili mbwa yule asije akaanza kulamba kisima chake. Mzee Mwenda aliligundua hilo. Wakati huo akiwa yuko upande wangu, alimtazama Glory na kumweleza, wewe usitake kumsumbua mbwa wangu. Mbwa wangu ana thamani kubwa na anaishi maisha makubwa sana kuliko wewe. Sitaki kusumbue. Ukimsumbua mbwa wangu utamkondesha. Anakula vitu ambavyo wewe pengine hujawahi kula toka uzaliwe. Ondoa mkono wako hapo. Mwache acheze kila anachokitaka. Nyisi mliona kwamba kuvunja kioo cha gari yangu ndio kitu cha maana. Pumbavu nini? Toa mkono, nikija hapo nitakuvunja. Msikilizaji, Glory aliogopa. Ilibidi aondoe tena mkono wake. Na hapo sasa Pijo, mbwa wa mzee Mwenda, alianza sasa kuendelea kulamba katika kisima kile cha rafiki yangu Glory. Sikujua kwamba ni nini, lakini Glory mwanzoni japokuwa aliogopa, lakini baadaye nilimkuta Glory na yeye akiwa anafurahi kwa sababu nilimwona jinsi ambavyo alivyokuwa anazidi kuweka mguu wake vizuri ili Pijo aweze kumalizia kugusa kila sehemu ambayo ulimi wake ulikuwa unaweza kufika. Mzee Mwenda alisokea karibu yangu na kuanza sasa kuendelea kunichezea tena kama ambavyo alivyokuwa anamfanyia Glory. Wewe ndo Jennifer? Ndiyo. Unahisi jina lako nililifahamia wapi? Sijui. Sasa sikiliza. Ninataka leo nihakikishe kwamba ninapata, alafu mbona unaonyesha kama bado ni mwanamke ambaye bado hujaanza? Bado wewe ni Sildi? Hapana, sio Sildi. Lakini bado Hebu subiri.
Niache, tulia. Msikilizaji alipeleka kidole chake katika kisima changu na kuanza kupima. Alipima na hatimaye akaona kidole chake kinaingia, ndipo akagundua kwamba okay, kumbe sivyo. Lakini wewe inaonyesha hujachezea mashine nyingi sana wewe. Mashine nyingi sana bado zitakuwa bado hazijapita kwako. Sasa nisikilize, umepaswa kioo changu, ni lazima niweze kupata furaha kutoka kwako, na hiyo ndiyo itakayokuwa hueni kwako, ndio utakaokuwa msamaha. Na kama nikipenda sana kisima chako, basi itabidi wewe hapo sasa uwe mke wangu mwingine. Jamaa mimi wewe, sitaki uanze kubishana na mimi. Unakuwa mke wangu mwingine, ni hilo tu. Lakini ni kama nitafurahia show yako ambayo nitakayokuwa nimeipata hapa. Msikilizaji, niliogopa sana. Niliogopa vibaya mno baada ya kuzungumza maneno ya yale mzee yule. Nilijua kabisa kwamba mzee yule chochote atakachokuwa anakitaka anaweza kakifanya kwangu. Kwa sababu pia hata kama angekuja kwa bibi yangu pamoja na babu yangu alafu aweze kuwaambia kwamba anawapa mahari ili aweze kunichukua, kiukweli kwa maisha ambayo tuliokuwa tunaishi mimi, bibi pamoja na babu, wasingeweza kukataa. Lakini hasara ingekuwa ni kwangu kwamba ningekuwa nimeolewa na mtu ambaye anakuwa na roho mbaya kuliko wote, alafu mzee aliyenizidi umri pakubwa sana. Nilitafakari pale, nikatamani tu kwamba basi katika kupima kwake aweze kugundua kwamba kisima changu hakina ladha ambayo anayoitaka kabisa. Lakini sikujua ni nini ambacho ninaweza kukifanya ili kumfanya mzee Mwenda asije akapenda kabisa show yangu. Mzee Mwenda aliendelea kunichezea huku Glory rafiki yangu akiwa anachezewa kule na mbwa. Msikilizaji, Glory alifikia wakati kule ninamsikia sauti zake akiwa anazitoa. Sauti ambazo zilizokuwa zinaashiria kwamba kitendo kile alikuwa anakipenda sana alichokuwa anafanywa na mbwa. Lakini mbwa yule bado alikuwa hajaanza kumpanda. Lakini jinsi ambavyo alivyokuwa na mlamba, alikuwa anajua kumlamba kila sehemu. Glory rafiki yangu alianza kutoa milio kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa anafanya vitendo vile. Lakini kumbe ni mbwa ambaye ndiye aliyekuwa anacheza na yeye. Milio ambayo nisingeweza kukuelekeza ni jinsi gani ilivyokuwa. Lakini naweza nikakueleza tu kwamba ilikuwa ni milio kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na mpenzi wake kitandani. Nilihisi pengine kwamba Glory alikuwa anapata furaha kupitiliza. Lakini nilijiuliza anawezaje kupata furaha kupitiliza na kati kitu ambacho yuko nacho pale ni mbwa. Lakini pia nilijiuliza kwamba ni mbwa wa aina gani huyu ambaye anajua kabisa ni namna gani ya kucheza na mwanamke. Nilianza kupeleka kwenye imani za kishirikina nikiamini kwamba pengine yule sio mbwa wa kawaida, ni jini ambalo mzee Mwenda ameamua kutusogezea pale liweze kusumbuka na sisi. Mzee Mwenda aliendelea kunichezea kiasi kwamba hata mimi mwenyewe nilianza kupata hisia kali sana. Niliona sasa pale hakuna namna. Kitakachofuata pale ni kumruhusu tu mzee Mwenda kufanya anachokitaka kwangu, kwa sababu hata kama ningetaka kumzuia nisingeweza. Mzee Mwenda aliendelea kunichezea pale, lakini bila kujua kwamba ni nini ambacho kilichotokea pale. Ni kwamba pengine ni Mwenyezi Mungu tu aliingilia jambo lile kati. Simu ya mzee Mwenda ambayo iliyokuwa iko kwa sebuleni ilisikika ikiwa inaita kwa kasi sana. Iliita mara ya kwanza mzee Mwenda akapuuzia. Ikaita tena kwa mara ya pili akapuuzia. Lakini alishangaa ikiwa inapigwa mara 3 consecutively. Na hapo sasa mzee Mwenda aliamua kuniacha na kutoka kuifuata simu yake kule sebuleni. Wakati anatoka pale nilitazama nikaona jinsi ambavyo ile pensi ambayo aliyokuwa ameivaa ilivyokuwa imenyanyuliwa juu. Niligundua kabisa kwamba mzee Mwenda alikuwa ametamani sana kwamba aweze kucheza na kisima changu. Nilijua kabisa kwamba mzee Mwenda alikuwa anataka kuzamisha ile kata yake katika kisima changu ili aweze kuichota maji. Alipotoka pale nilisikia tu sauti kubwa kubwa ikiwa inazungumza huko. Oho. Hiyo itakuwa ni hasara kubwa sana. Hapana, siwezi nikakubali. Kwanza mwelezeni Arufani kwamba hicho anachotaka kukifanya kitamgharimu pakubwa sana. Hamwezi kuzungumza naye? Asiwasikilize kwa nini? Kwani hanijui mimi?
Ebu ngoja kwanza. Nafikiri kuna watu wanataka wanichezee. Ebu ngoja kwanza. Msikilizaji, pale pale nilisikia mzee Mwenda akiwa anamaliza kuongea na simu. Alitoka haraka kule sebleni, akaja pale ndani, akatutazama tu pale, alafu akamuita mbwa wake, Pijo, njoo huku. Mbwa yule aliacha kumchezea Glory na hapo kumfuata sasa mzee Mwenda kule nje ya chumba kile. Tulisikia mlango ule ulikuwa unafungwa. Na hapo sasa baada ya muda tulisikia geti kule likiwa linafunguliwa. Na gari ilikuwa inatoka. Ilikuwa ni kiashiria kikubwa kwamba mzee Mwenda tayari alikuwa ametoka pale nyumbani na hayupo pale tena. Kidogo tulisikia hali ya utulivu sana. Baada ya muda kuendelea kwenda pale, tulianza kusikia kama vile kuna mtu alikuwa anaingia kule kwenye mlango mkubwa. Mimi pamoja na Glory pale ndani tulikuwa hatujui sasa ni nini ambacho kinaendelea. Lakini tulianza kuongea huku tukiwa tunatazamana tu katika hali ya kutiana huruma. Nilimuuliza rafiki yangu Glory, nikamwambia, Gilo, mbona mwenzangu wewe kama ulikuwa umefurahia sana? Mwenzako mimi nakwambia, yule mbwa sijui ni mbwa gani rafiki yangu. Yaani alipokuwa ananilamba, yaani sijawahi kuona mwanaume ambaye alikuwa ananifanyia vile. Mbwa alikuwa ananifanyia vizuri mpaka nimeshangaa. Yaani nimejikuta tu mimi mwenyewe nikiwa nampenda ule mbwa. Natamani hata angemwacha ule mbwa hapa ndani. Wewe Glory, acha mambo yako basi. Kwamba mbwa alikuwa anafanya vizuri kuliko wewe, kuliko wanaume. Nakwambia vile. Na hata wewe kama ungemruhusu tu yule mbwa akaendelea kuwa na wewe, ungejikuta unampenda. Lakini sasa hivi yule mbwa ni wa kwangu. Hata akiingia hapa ndani mimi nitataka mimi ndo niwe niko naye. Yaani ananichezea vizuri, nimechukia sana alivyomuita huko nje. Wewe mwenzangu, lakini ujue hivi anaweza kuwa ni mbwa kawaida kweli? Mimi sijui. Sikiliza nikwambie rafiki yangu. Unajua unaweza tukakuta hapa tumeletewa lijini hapa ndani. Hamna bwana, lakini hata kama vyovyote vile, lakini anajua kuniteka kihisia jamani. Wewe. Hivi Glory rafiki yangu, wewe umeingiwa na pepo gani? Au yule mbwa ndo pepo lenyewe? Hivi unaweza kusifia kweli kwamba eti mbwa amekuteka kihisia? Yaani mbwa kabisa unaweza kusifia kwamba amekuteka kihisia? Sasa shoga yangu mimi nitasemaje? Na kati ndivyo ilivyokuwa. Yaani ule mbwa, yaani kwanza mimi bora tu amlete. Sijapenda hata alivyomtoa hapa. Shoga yangu utakuwa umelogwa wewe, sijui. Sijui utakuwa umelogwa. Hivyo mbwa kabisa mbwa. Wewe shoga yangu ujui tu. Unasikia jeni? Sema sasa ndo sasa tujui kwamba baada haya itakuwaje. Alafu ndo hivyo mimi mwenyewe naogopa. Unaweza kukuta kwamba kweli kuna hayo mambo mengine ya kishirikina, mimi naogopa jamani. Lakini kusema kweli mimi yule mbwa nimempenda. Huo uongo nisikwambie. Yaani nisiongee uongo. Yaani kama mimi ningekuwa nakaa hapa ndani, huyo mbwa ndo angekuwa ananifanya kila siku. Haya bana. Shoga yangu tuombe Mungu kwanza. Lakini tuweze kufunguliwa na kuondoka hapa. Tutoke tu hapa jamani. Lakini kuna mtu nimesikia anaingia huko. Sasa kama ameingia unafikiri tutafanyaje? Tujaribu kumuita bwana aweze kutufungulia. Tutoke humo. Wewe unafikiri kweli atakubali? Anaweza kukubali. Ngoja tujaribu kumdanganya. Kama sijui kama wameachiwa maagizo au hawajaachiwa. Sasa lakini hatuna uhakika kama ameondoka. Atakuwa ameondoka, ile gari ni ya kwake lazima. Na si umemsikia akiongea na simu hapo, maana yake kuna kitu anaenda kukiweka sawa huko. Basi ngoja tujaribu. Msikilizaji, tulishauriana pale. Sasa kwa sababu tulikuwa hatujafungwa wala nini, tulijaribu kusimama. Tena nilinyanyuka mimi kwanza. Tukatoka pale kwenye godoro mahali ambapo tulipokuwa. Nikanyanyuka mimi nikasogea mpaka pale kwenye mlango. Nikaanza kugonga ule mlango. Niligonga ule mlango kwa nguvu, lakini kistaarabu. Yaani nilikuwa nikigonga mara 3. Ngongongo. Ngongongo.
ngongongo. Niligonga mara 3, natulia nasikilizia. Sasa kidogo nikasikia mtu mwakike kule akiwa anasema, wewe hebu nani kaka nani, hebu punguza sauti ya TV kwanza, punguza sauti ya TV. Nikaendelea kugonga tena pale, ngongongo ngongongo. Sauti ya TV ambayo iliyokuwa inaongea pale nilisikia ikiwa imepunguzwa. Nilijua kabisa kwamba ni mtu ambaye aliyekuwa anataka kujua kwamba huo mlango unaogongwa unagongwa mlango upi. Niligonga pale na ndipo sasa yule mtu wa kike niliposikia akisema, wewe so unasikia kuna mtu anagonga? Ya, ndiyo, nasikia mtu anagonga, ndiyo. Ni wapi? Hao itakuwa ni waganga, ni wale wageni wa bosi. Sasa wafungulie. Wapo kwenye chumba kile cha nani, chumba chake cha kazi kama anavyokiita. Sasa mbona unagonga? Hebu nenda kawasikilize kwanza. Waliingia na bosi hapa? Ya, kuona muda ambapo bosi alipokuja hukuwaona? Hapana. Sikujua kama kuna watu kuna watu wako kule kwenye chumba chake cha kazi kama anavyokiita. Hebu nenda kawasikilize basi. Lakini bwana, na wewe bwana, kwani Eliza, kwa nini mimi niende bwana? Nimeshakwambia kwa kwenye chumba cha kazi cha bosi. Na unaelewa bosi hapendi tu sogea kule kwenye chumba chake cha kazi. Bana, nimekwambia nenda bwana Kakiankanga, sikilize, kawasikilize. Kwani nimekwambiaje wewe nenda msikilize mtu anasemaje? Okay, sawa. Msikilizaji, kaka yule ambaye alikuwa anaitwa Rama alikuja pale mpaka pale kwenye ule mlango ambapo tulipokuwa tunagonga pale. Mnasemaje nyinyi? Tunaomba utufungulie bwana. Niwafungulie kwa nini? Bosi hajaniambia kwamba niweze kuwafungulia. We kaka bwana, kwani we bwana tufungulie bwana tuondoke. Yaani niwafungulie muweze kuondoka? Mimi sijachoa maagizo. Kaka bwana, hebu sikia basi. Tufungulie bwana, wenzako huku bwana, tunaogopa anaweza akatufanya kitu kibaya. Tutakupa kitu chochote ambacho unachotaka wewe. Hebu nisikilizeni bwana nyinyi. Mimi siwezi kufungua mlango wa chumba hiki. Na bosi kwanza hajaniachia funguo, amefunga na funguo na ameondoka. Siwezi kuwafungulia hapa. Jamani, vunja basi, hata kuvunja ili mradi tutoke, sisi bwana tuondoke. Nyinyi mnataka mniharibie kazi nyinyi. Hivi nyinyi mnamjua huyu bosi alivyo mtata kweli? Tunamjua ndio. Kwa hiyo mnataka mimi niuliwe hapa ndani yao? Kwani nyinyi mmefanya, yani mna issue gani? Mmefanya kosa gani mpaka kaweweka hapa? Hatujafanya kosa bwana, ila tulipasua kioo cha gari yake. Sasa sasa mbona wanasema hamna kosa? Sasa sikilizeni niwaambieni dada zangu. Mimi mwenyewe hapa nilipo sina mamlaka na nyinyi. Ningekuwa na uwezo ningewafungulia kweli muondoke, lakini sijachoa hayo maagizo. Lakini ninaweza nikawapa tu mbinu. Kama mtaweza, ninawapa mbinu. Mimi ni mlinzi ule mlionipita pale getini, na mliona hata mimi mwenyewe jinsi ambavyo nilivyokuwa nakoromewa pale. Huyu ni mtata tu hivyo hivyo. Sasa fanyeni hivi. Kama mtaweza mpande hapo juu ya singboard hiyo kwenye hiyo gypsum, mtajua mnabomoaje hapo. Mtajua mnabomoaje, alafu muende mtoboe mpaka huko juu kwenye bati, alafu mruke upande wa pili. Mimi sitawakamata. Mruke upande wa pili kule, mruke fence ile, muondoke. Mimi sitawakamata. Nitamwambia mimi nilikuwa sijui. Lakini kuambia niwafungulie haiwezekani, na wala msipite getini kwa sababu mtaniletea kesi. Kama mtafanikiwa hilo, fanyeni. Kama sio hivyo, mimi sina kitu cha kuwasaidia. Lakini pia niwaambie kitu kingine. Jitahidini kuwa wapole sana kama atawakuta hapo ndani. Kuweni wapole sana, hamwezi jua. Japokuwa anajifanya ni mbabe sana, lakini anaweza akawa na huruma. Anaweza akapata huruma tu. Ni mtu ambaye pia anapenda sana wanawake. Kwa hivyo kama anapenda sana wanawake, jaribuni kumpa chochote kitu atakachokitaka. Hata akiwaambia kwamba anataka alale na nyinyi, kubalini mlale naye, ili mradi muweze kuwa salama. Alafu msiendelee kugonga huu mlango
Akija akasikia mnagonga mlango, akija ataingia kwa hasira sana. Kwa hivyo nyinyi jitahidini kuwa wapole, kutulia. Mkiweza kufanikiwa kutoboa huko ndipo waambia mkaondoka, sawa. Kama mnashindwa, kaeni hapo mtulie. Fateni hayo ndio waelekeza, ndo hayo tu. Kwani wewe kaka, basi mwambie basi huyo dada huko aje atufungulie. Kwani huyo dada mwenyewe anaogopa kichizi. Huyo mwenyewe ni mfanyakazi hapa ndani, anaogopa. Ni mfanyakazi kama mimi tu, anamwogopa bosi hatari. Ila yeye kwa sababu ni wa kike, basi kuna namna angalau unakuta kuna muda wanaelewana. Mimi ndo kabisa, kadiri mlivyopita pale mkaniona naongeleshwa, ndo hivyo hivyo kila wakati. Yani ndo hivyo hivyo anavyoniongelesha mimi kila wakati. Yani ni mtata kwangu muda wote. Jamani, kwa hiyo hapa tunaweza tukauliwa humu ndani. Aisemi mambo mengine sijui, lakini mimi nimewaambia fateni tucho nilichowaambia, na sipaswi mimi kuendelea kuwepo hapa. Naomba mimi nirudi kwenye kule eneo langu la kazi. Jamani, wewe unarudi wewe, si ulikuwa uko hapo sebleni bana? Ninakaa pale sebleni, ni rahisi kusikia mtu akiwa anagonga au kusikia kama kuna mtu anataka kuingia au kutoka, ni rahisi kuliko nikiwa huko. Naomba niwaache dada zangu, kwa kweli sina msaada mwingine, ndo huo hapo. Haya bwana msikilizaji, yule kaka wa kuitwa Rama ambaye ni mlinzi wa getini alitoka pale na kurudi kule sebleni. Alimweleza yule dada wa kuitwa Eliza ambaye naye alikuwa ni mfanyakazi sasa wa ndani katika nyumba ile ya mzee Mwenda. Alimweleza jinsi kitu ambacho tulichokuwa tumemjibu. Basi Rama yeye aliendelea kubaki kuangalia TV pale, na mwanadada wa kuitwa Eliza tulisikia tu sauti yake akiwa anaongea, jamani, jamani, dada wa watu, jamani, sasa watauliwa humo ndani, sijui bosi anataka nini, lakini jamani, angewaachia tu jamani. Sasa msikilizaji, ile sauti tulisikia, mambo mengine mengi tulikuwa hatuyasikii kwa sababu chumba chetu kilikuwa kiko mbali kidogo. Lakini yule dada alionyesha kukasirishwa sana na kitendo ambacho mzee Mwenda alichokuwa ametufanyia, na alikuwa anafahamu kwamba mzee Mwenda hawezi akawepo pale. Alikuwa na uhakika kabisa kwamba mzee Mwenda ametoka, ndio maana alikuwa anazungumza kwa hasira sana. Yule dada wa kuitwa Eliza, mfanyakazi wa ndani, alitoka naye kule sebuleni akaja mpaka pale kwenye ule mlango. Eti, shoga zangu, mambo, mpo? Tukaambia tupo bana, tufungulie bana tuondoke. Aisee, hapana, haiwezekani. Kuwafungulia ni jambo haliwezekani, lakini niwaambieni tu, nyinyi ni watoto wa kike, tumieni akili yenu, na mimi niko nyuma yenu kuwasaidia. Niko tayari tufanye kitu chochote tu huyu bosi tuweze kumdhibiti, iwe ni upande wa serikali, iwe ni njia yoyote, lakini tuweze kumdhibiti kwa sababu ana roho mbaya sana. Kwani nyinyi kosa lenu si ndo mmepasua hicho kioo cha gari yake? Ndiyo shoga yetu. Sasa sikiliza, kwani kioo hicho si bora tu angewambia hata mlipe, kuliko anavyowaletea hivi, anawaweka huku muda wote huu na haijulikani atawafungulia saa ngapi. Kuna watu wanaletwa hapa, wanalazwa hapa mpaka wiki 4, alafu ndo wanatolewa. Kuna mtu aliwahi kumaliza mwezi humo, mkaka watu mwenyewe huyo, eti alikuwa anaosha gari yake alafu akashindwa kusafisha kwenye tairi kuondoa matope vizuri. Adhabu yake alileta, alikaa hapa mwezi mzima hapa ndani. Haya ni manyanyaso makubwa bwana. Mimi nawaambieni, tumieni akili yenu, tutaendelea kushauriana hapa, na kama atawacha siku nyingi hapa, nitafanya mbinu yoyote mpaka ifahamike kwamba mko hapa. Hata kama ni watu waje kuvamia hii nyumba, lazima mimi nitawasaidia. Msiogope rafiki zangu, sawa? Msikilizaji, maneno ya yule dada wa kuitwa Eliza ambaye ni mfanyakazi wa ndani pale yalitufanya tuwe na moyo mkubwa, lakini pia yalitupa vitisho kwamba kuna watu waliwekwa pale wakakaa mpaka mwezi mzima. Tulijikuta tukiwa tunaogopa sana na ile hofu. Tukaona sasa hapa, kama tukiwa kwa mle ndani, wazazi wetu huko itakuwaje? Watajisikiaje? Baba na mama wa Gloria atajisikiaje? Lakini kwa bibi yangu na babu yangu nilijua kabisa pressure zitawapanda sana na mambo yatakuwa ni hatari sana. Ninaweza nikawapoteza hata kwa pressure kwa sababu ya wao kutokujua kwamba mimi niko wapi. Lakini neno alilolizungumza dada Eliza, dada wa kazi katika nyumba ya mzee Mwenda, lilinipa tumaini kwamba lolote litakalotokea, basi kama akituacha pale muda mrefu, dada Eliza angeweza kutoa ile siri na watu wakajua kabisa kwamba sisi tuko pale ndani. Tulikaa katika hali ya wasiwasi sana. Dada Eliza aliongea pale akasema, sasa nyinyi kaeni hapa, tutajua ni nini kinaendelea, lakini ondoeni tu hofu, lakini mwombeni Mungu pia,
ili asije akafanya kitu kibaya sana. Ana tabia mbaya sana bosi wetu huyu, na mimi kama ningekuwa najua kwamba ndo tabia zake, wala nisingekubali kuletwa huku kikazi mimi, lakini nimeshaletwa huku, sina hili wala lile, sielewi, na pesa yenyewe sipewi mimi moja kwa moja. Basi tu ningekuwa nishatoroka. Mi siwezi kukaa na mtu mwenye roho mbaya kiasi hiki. Alizungumza dada Eliza pale na hatimaye aliondoka. Wakati anaondoka, tukamwambia basi poa dada, ngoja sisi tuendelee kuvumilia humu ndani. Muda nao ulikuwa unazidi kusonga, msikilizaji. Tulisikia tu mwanadada Eliza akiwa anakalangiza vitu huko. Harufu kali sana ya vyakula vizuri ilikuwa inatambaa sana katika nyumba ile, lakini vilikuwa vyakula vile havituhusu kabisa, kwa sababu hata kama Eliza angehitaji kwamba anaweza akatupatia chakula kile, funguo tulishaambiwa kwamba hazipo pale. Mzee Mwenda aliondoka nazo, na hivyo sisi tusingeweza kupata chakula au kitu chochote kutoka kwa mwanadada Eliza. Tulikaa katika hali ya mashaka na kuendelea kubaki tukiwa tunasikia harufu tu. Njaa ilizidi kutukamia sana. Muda ulienda hapo, na sasa ilikuwa imefika muda wa saa 9 kuelekea saa 10. Hivyo najua ndo maana akaamua kuchukua mpaka kisimu changu kile kisimu changu kingekuwepo hapa, sisi tungepiga simu, tungesema. Sasa unafikiri yeye hana akili atuacha na simu humu ndani? Alikuwa amenuia kutufanyia ubaya, na ndo maana aliamua kuchukua simu zetu kabisa. Asa kisimu kile kama kile, unafikiri alikichukua cha nini? Tajiri huyo hawezi hata kukitumia, na usikute hata ashakichoma moto. Roho mbaya tu. Lakini jamani, Glory, sasa tutaishije hapa jamani? Tuombe tu Mungu yasije akatokea yale aliyowatokea wenzetu. Msikilizaji, tulikaa katika hali ya mashaka sana. Muda uliendelea kusonga, na hatimaye yapata mida kama ya saa 12:30 hivi, tulisikia honi ambayo iliyokuwa inapiga kuashiria kwamba Mzee Mwenda alikuwa amerudi. Mzee Mwenda bwana aliporudi pale, aliingia ndani na alifungua tu na kututazama pale ndani. Aha. Nyinyi vibaka wa gari yangu, bado mpo? Ndiyo tupo. Kimoyomoyo pale nilikasirika alipouliza vile, kwa sababu sasa anatuliza kwamba sisi tupo. Alijua kwamba tumetokea wapi, na kati mlango wake ule alikuwa ameufunga. Na swala la kujaribu sisi kutoka kupitia dari tuliogopa, kwa sababu tuliogopa kama tukijaribu kutokea juu alafu ikashindikana tukagota, akija pale asingetupa adhabu ndogo, huenda angetuua kabisa. Kwa hivyo ilibidi tukubali tu wapole tu pale. Aha, okay. Mtakuja kuzungumza na nyinyi. Ngoja kwanza nimalize mambo yangu. Alirudisha ule mlango tena, akafunga na kuondoka, akaenda zake huko. Msikilizaji, huwezi amini, muda ulienda nikana kwamba alikuwa ametusahau kabisa. Ilifika mida kama pengine ya saa 5 za usiku hivi, tulikadiria kutokana na jinsi ambavyo utulivu ulivyokuwa ni mwingi. Saa 5 za usiku bado Mzee Mwenda alikuwa hajaja pale kabisa. Baadaye mida kama ya saa 6:14 tulisikia mlango ukiwa unafunguliwa. Kumbe mpo. Okay, sasa inabidi tu sasa hivi nimebadilisha kwanza. Adhabu ndizo kwa nataka nimebadilisha. Na kitu kikubwa sasa, inabidi nipate faida kubwa sana kutokana na miili yenu. Unamaanisha nini? Usiwe na haraka kuzungumza, kumbuka kwamba wewe ni mhalifu. Na wewe hichi kiherehere chako ndo kimekufanya umeambatana na huyu mjinga mpaka sasa amekutia matatizoni. Msikilizaji, Mzee Mwenda alizungumza huku akiwa anamtazama Glory kwa hasira sana, baada ya kumuuliza kwamba amebadilisha msimamo, anataka kufaidi kupitia mili yetu, anataka kufaidi kuhusu nini? Bado kitambo kidogo mtaelewa nilichokuwa na maanisha. Msikilizaji alizungumza na pale alifungua mlango na kutoka. Alitoka pale na kutuacha sisi mle ndani. Alifunga mlango wake kama ilivyokuwa kawaida yake kwamba akitoka lazima afunge mlango. Kuondoka kwake pale kulitufanya sisi tuwe na hofu hatari. Huwezi amini, mimi nilikuwa najisikia kabisa hadi kujikojolea. Hofu yangu ilikuwa ni kubwa sana, kwamba huyu mzee anataka kufanya kitu gani.
Lakini pia nilitafakari sana kuhusu bibi yangu na babu yangu, jinsi ambavyo kwamba watakuwa kwenye hali gani. Nyinyi acha kabisa. Bwana msikilizaji, hiyo bwana ndiyo sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Hebu tukutane katika sehemu ya pili ambayo inakujia muda si mrefu, tuweze kujua ni nini ambacho kinachoendelea katika simulizi hii. Vipi, Mzee Mwenda anataka kufanya kitu gani kwa kina dada hawa, mwanadada wa kuitwa Jennifer pamoja na mwanadada wa kuitwa Glory? Mzee Mwenda anataka wafanye kitu gani? Vipi, anataka walale au ni nini? Hapo sasa sote sisi hatujajua, lakini katika sehemu ya pili tunaweza tukafahamu mambo yote haya. Niliyekuwa nikikusimulia simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Karibu katika sehemu inayofuata, na katika sehemu hii bye bye.